Mtaalamu kabisa wa jinsi gani mawazo yalikuja, jinsi gani tulivyoamua kwamba bwana, hii ni mbolea bora zaidi. Lakini pia hapa, kabla sijaendelea sana, nitakuwa na swali moja tu la kuuliza kwamba mkigeuka kwa nyuma huku mtakuta miti mikubwa na mirefu zaidi na inakuwa vizuri kabisa. Ile miti huwa mara nyingi sijui imewekwa mbolea ile miti. Ile miti mnaiona kule nyuma imewekwa mbolea? Haijawekwa mbolea. Basi sababu kubwa kabisa haijawekwa mbolea kwa sababu ile miti inahitaji madini na maji. Ndio maana mnaona inakuwa yenyewe bila matatizo yoyote. Na ndivyo tulivyofanya kwamba ile sasa ni organic kwa sababu hakuna aina yoyote ya kimelea chochote cha kemikali ambacho kimeingia katika hiyo mbolea. Sasa ninachotaka kuambieni na nawaibieni siri kwa sababu sasa tuko huku nyumbani ambako sasa ni Songwe na hii mbolea itakuwa ni ya Songwe na itawabeba kweli kweli, na msidharau hata kidogo. Hii mbolea imetokana na msuguano wa miamba. Hata Mungu wakati anaanzisha hii ulimwengu alisugulisha miamba ikiwa na madini. Ndio maana enzi za watu wa zamani wakubwa kama sisi tulikuwa hatujui mbolea. Umeelewa? Mbolea imekuja kujua vijana wa sasa hivi. Lakini zamani sana kulikuwa hakuna mbolea. Lakini siri kubwa kabisa ni kwamba mbolea halisi ni ile yenye madini ambayo yanatokana na nini? Na miamba. Sio kutengeneza. Sawa na mtu akwambia bwana, mimi natengeneza dhahabu kwenye maabara. Huwezi kumuelewa ukiwa unaelewa na ukiwa na akili timamu. Kwa hiyo kila kinachotakiwa kuwekwa kwenye madini kinatokana na jiwe. Kwa sisi hii mbolea hatujachanganya na aina yoyote ya kimelea chochote ambacho ni kemikali. Kwa iko pure organic. Ukiweka ndani ya shamba lako, hii inaenda kurutubisha ardhi ambayo sasa hivi ardhi yote mnapiga kelele kwamba ardhi imekufa. Ardhi imekufa, mnakula vyakula ambavyo sasa mnasema nyinyi wenyewe, sio sisi wakulima wenyewe ndio wanasema, wanavodai kwamba bwana ardhi zao zimekufa. Chakula wanachokula wanasema bwana kina sumu, vitu vingi vimeendelea. Lakini sasa katika hayo yote kuyamaliza, lazima kutokea mtu ambaye atakuja kumaliza hili tatizo. Lazima kumalizike hili tatizo. Sasa tatizo tulilolimaliza wana Songwe ni kwamba hakuna binadamu mwingine yoyote duniani atakayeweza kumpinga Mungu jinsi alivyoumba huu ulimwengu. Aliumba kwa kuchakata mawe. Hata ukicheki kwenye magugo, ukifanya sehemu yote itakujia kwamba ni vipande vidogo vya mawe ndivyo vimefanya hii ardhi mnayosema nyinyi ni ardhi. Kwa hiyo sasa ili upate madini yale ambayo Mungu alikuwa ameyaweka, lazima uyafuate kwenye mawe. Huwezi kwenda against na hapo. Ukienda against na hapo ndio hao wataalamu kidogo wanakuambia hiki fanya hiki, mwishoni wanaharibu ardhi. Huo ndio ukweli na lazima muelewe hilo. Kama ni somo kidogo, jaribu kujifunza. Angalia tu miti kama nilivyowaambia mara kwanza kwamba miti haitumii mbolea. Kwa nini? Hamjiulizi. Kwa sababu mizizi yake ni mirefu, imekwenda chini, inapata madini. Sasa huku juu, unajua toka Mungu ameumba huu ulimwengu, ina maana labda hii ardhi tunaoikanyaga hapa labda imetoka Songea huko, huwezi kujua. Sababu ni miaka mingi imepita. Kwa hiyo ina maana madini yale yamekuwa aidha yamefukiwa yako mbali. Sasa ili sasa tuwape Karibu CS Luxury Villa, sehemu ya kisasa yenye huduma bora za malazi, mapumziko, chakula na vinywaji katika mazingira tulivu na yenye kuvutia yenye kuzingatia faragha yako. Tunapatikana Njombe Mji Mwema, jirani na kituo cha afya. Unaingilia tenki la maji. Hii ni hoteli ya kisasa yenye hadhi ya Airbnb. Ina honeymoon room, family room pamoja na single room. Ukiwa CS Luxury Villa Hotel, utafurahia maisha kwa sababu mfumo wa vyumba vyetu ni wa Airbnb wenye faragha na utulivu wa kipekee. CS Luxury Villa tunakupa thamani ya kuperuzi kwa internet yetu ndani na nje ya viwanja vyetu. Karibu Njombe, karibu CS Luxury Villa. Weka booking mapema kupitia simu namba 0769325947. Karibu ufurahie wewe na familia yako, wewe na mwenza wako, wewe na ndugu zako au mwenyewe. CS Luxury Villa, tunajali furaha yako. Tuyape mazao ambayo yana mizizi mifupi, madini ya kueleweka ambayo ni original. Lazima tusagie kwenye mawe yale ambayo Mungu aliyaweka.
Unaona, ukisaga yale mawe ukija kuweka kwenye ardhi yako inarudi kwenye upya, kwenye ubora ambao ulikuwa haupo. Ardhi ni madini. Kwa hiyo jambo hilo ndio maana likanisukuma mimi kwamba sasa ngoja nifanye hivi vitu, nachanganya haya mawe. Nikichanganya haya mawe yakae kwa muda wa miaka mpaka 5 na kuendelea bila kufanya aina yoyote ya virutubisho wala kurudia tena mbolea. Hii ukiweka ni mkataba, sababu hapo umeweka madini ambayo ni original. Si kama tumeelewana? Mmenielewa? Kwa hiyo ina maana hii mbolea tukisema kwamba ni organic kwa wakulima, ni organic kwa sababu hakuna kimelea chochote cha kemikali. Wale vijana ambao mama, kuna kipindi fulani mama naye pia alishawahi kuliongea hili jambo kwamba hawana nguvu za kiume, wanatumia mikongo. Sasa hiyo mikongo wanatumia kwa sababu gani? Kwa sababu hawana nguvu. Hawana nguvu kwa sababu gani? Vyakula anavyokula havina virutubisho vya kumfanya awe na nguvu. Kwa hiyo yote hii ni jawabu kwamba bwana mama, sisi tumesha kujibu kwamba sasa hii mbolea itasaidia kuwafanya hawa vijana sasa waendelee kuwa na nguvu. Naona hata watoto wenu mnaowazaa sasa hivi wakitumia haya madini watakuwa ni bora zaidi kuliko kutumia mbolea ambazo zina kemikali. Wanapata matatizo ya kiafya, wakikua wanakuwa ni tatizo ni goigoi. Lakini mkiwarudishia haya madini direct, watakuwa na nguvu za kutosha, wataweza kufanya kazi zao vizuri kabisa na hawatakuwa na jambo lolote baya. Kwa hiyo si kibiashara tu, lakini hii imekaa kiutu zaidi. Sio nyinyi tu wenye shida labda ya ardhi kwa mbaya, nchi nyingi zina matatizo hayo. Tutakaa chini, tutaungana pamoja, tutaifanya hii kazi pamoja. Kama tulivyoiharibu hii ardhi yetu, lazima tuifufue tena upya hii ardhi yetu ili iwe na thamani. Sasa hivi haina thamani. Unamuuzia mtu ardhi, mbona hii ardhi lakini haina kitu. Ukiweka hii kama shamba la kukodi, ukielewa kabisa mwenye shamba atakunyang'anya. Maana mazao yanayotoka hapo yanakuwa sio ya kawaida. Kwa hiyo jitahidini kununua mashamba madogo, mwe na vibustani hata eka 2, eka 3. Ukishaiweka hii mbolea, maana yake ni kwamba huhitaji wewe kusubiri msimu. Tafuta tu maji. Utalima mahindi, utatoa mahindi, utalima bilinganya, utatoa bilinganya, utalima yani utalima vyakula vingi vya aina tofauti bila kujali weather wala nini. Uwe na maji tu, yatakufanya wewe sasa una sehemu ndogo lakini ina rutuba, na hata vitu vyako utakapokuwa unakula, hata mboga hizi zitakuwa na rutuba nzuri sana. Ndio maana tunawaomba watu wa kahawa, sababu kahawa ni kinywaji, wakitumia mambolea ya chumvi yale wanatuua. Unaona, hawa watu wa mboga hawa salad si kitu gani tunakula tu masumsumu, kina maana sasa wanatumaliza tu. Lakini wakitumia hii mbolea, ile salad itakuwa ina maana kubwa mwilini na watu watashangaa, kwa sababu itakuwa haina kemikali ya aina yoyote. Na hiyo ndio jambo la msingi ambalo mimi niko nawaomba wakulima, kama wakulima, ukiweka kwenye maparachichi yenu yatakuwa na thamani kubwa. Na hata nafikiria hata mimi kampuni yangu itanunua makampuni ambayo watu waliotumia hizi mbolea za Volca ili niweze kuyauza hata nje ya nchi. Sasa hivi yanakuwa hana thamani, mtu anakupangia bei kwa sababu sio organic. Hata wao wanatengenezea hizo mbolea, mkielewa kwamba tukilima hata mahindi tukatumia mbolea zao tukiwapelekea ile mahindi hawataki. Sasa nyinyi hamkai na mkujiuliza, kama watu ambao mnataka kufanya mafanikio makubwa katika nchi, lazima mjiulize, kwa nini tukipeleka Ulaya hawataki? Na kemikali wanatuletea wao wenyewe. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango tu mahususi wa kuua ardhi yetu ili sisi tusiweze kulima vizuri na wao wasitunue na tuendelee kuwategemea. Lakini kwa hili jambo ni kwamba kama hawa wazungu walitegemea kuharibu ardhi, sasa tumepata solution ya kuifanya ardhi irudi kwenye wakati wake, na wakati muhimu katika kilimo utakuwa ni sasa. Na watu ambao watafaidika zaidi, basi nyinyi ndio watu wa kwanza kukaa kikao kama hiki katika mbolea hiyo. Mtaona mtakapokuwa supported na nchi itawasapoti, kila kitu kitawasapoti. Mmeacha shughuli zenu zote za Jumapili, mmekuja leo kusikiliza hiki kitu ni kitu gani. Lakini hiki ni mbolea ya udongo ambayo itawasaidia sana kunyanyua maisha yenu, kutokana na kwamba hamtarudia tena kwenda kwenye kupata madawa ya aina mbalimbali ya kufanya fanya. Hii ukiweka tu ni kiki moja kwa moja, haina kukuzia, kuvunia au kufanya nini. Hii kazi yake ukiweka chini ardhi, sababu ardhi inakuwa na madini,
unapanda inakwenda yenyewe mpaka juu, unavuna, ushavuna unapanda tena. Ukiwa na maji unaweza ukapanda tena, unapanda tena, kwa sababu sasa madini yapo chini yale ambayo nyinyi yameunguzwa na zile mbolea zetu zingine za kemikali, zimeunguza yale madini ambayo Mungu alikuwa ameyaweka. Kwa hiyo ndio maana ili uweze kuprove hiyo, angalia, ukipanda mwaka huu, mwaka kesho huwezi kupata chochote, kwa sababu hakuna madini kule chini. Hata mwanadamu akikosa madini, ndio maana ndio mwisho wa maisha yake anakuwa ni hivyo, kukosa madini. Lakini akipata madini tu, yule mwanadamu anarudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo siri kubwa yetu tulionayo ni madini, na haya madini ninayoyasema hapa tusije tukayachezea tena kwa kuwekea mbolea za kemikali. Haiyoani kabisa na mbolea za kemikali. Ukishaweka hii umeweka, usiweke mbolea yoyote ya kemikali, sababu wadudu watakimbia, utaona hata mmea wenyewe utabadilika vibaya sana, utakuwa na nguvu. Kwa hiyo hiyo ndio jambo ambalo nasema, jamani, karibuni sana katika swala zima la kuokoa udongo wetu, save soil. Sasa ni jambo kubwa la kupigania, ni kugombana na kurekebisha udongo tulionao. Umeharibika, sasa tunaurekebisha, lakini dawa tumeipata. Asanteni sana. Karibu CS Luxury Villa, sehemu ya kisasa yenye huduma bora za malazi, mapumziko, chakula na vinywaji katika mazingira tulivu na yenye kuvutia, yenye kuzingatia faragha yako. Tunapatikana Njombe Mji Mwema, jirani na kituo cha afya. Unaingilia tenki la maji. Hii ni hoteli ya kisasa yenye hadhi ya Airbnb. Ina honeymoon room, family room pamoja na single room. Ukiwa CS Luxury Villa Hotel utafurahia maisha, kwa sababu mfumo wa vyumba vyetu ni wa Airbnb wenye faragha na utulivu wa kipekee. CS Luxury Villa tunakupa thamani ya kuperuzi kwa internet yetu ndani na nje ya viwanja vyetu. Karibu Njombe, karibu CS Luxury Villa. Weka booking mapema kupitia simu namba 0769325947. Karibu ufurahie, wewe na familia yako, wewe na mwenza wako, wewe na ndugu zako au mwenyewe. CS Luxury Villa, tunajali furaha yako.